kwenye haya masiku 10. Ndio. Kwa hiyo haya masiku 10 wakati unaanza kutaka kufunga siku hiyo inayofuata, Ndio. unanuiaje? Au unatia tu nia tu kwamba mimi nafunga katika haya masiku 10, au kuna namna ya ambayo imepangwa ya kunuia saumu kama hizo? Okay. Kwanza kabisa swali ambalo umeuliza kabla ya yote ni swali ambalo lina mkanganyiko, yani la ikhtilafu. Hata wanazuoni wakubwa wale maimamu wanne ambao ndio wanaitwa jumhuri ulama, wenyewe wametofautiana katika swala hilo. Kwa ni swala ambalo miaka yote linaulizwa, na miaka yote kila mmoja anasimamia katika msimamo wake na upande wake kutokana na sababu zake mwenyewe. Anaona hizi ni sawa au hizi sio sawa, lakini ni sawa, lakini mimi sikubaliani nayo tu, nitaendelea kuwa na msimamo wangu. Lakini kutokana na wewe ulivyouliza, hapo ni kunuia tu kufunga masiku yote, ni kunuia kufunga masiku yote. Unaweka tu nia, inshallah Allah niafikishe niweze kufunga masiku haya 10 matukufu au matakatifu inshallah biidhnillah. Hapo utakuwa umeweka nia ya funga ya hayo masiku, utakuwa umerahisisha. Na pia swala la nia sehemu yake ni katika moyo. Nia sehemu yake ni katika moyo. Sasa pengine mwingine ana ugonjwa wa kusahau, au mwingine desturi yake kusahau. Unakuta kama hivyo hajaweka nia moja kwa moja, au kama ni ile nia ya kunuia yeye mwenyewe kesho nafunga au ya kunuizwa, mwingine mtu anaweza akasahau, au yule anayekunuiza na yeye Allah akamchukua siku hiyo akawa amekufa au ameondoka eneo hilo, au patina naye, je, nani atakunuiza? Au mwenyewe unanuiaga wewe mwenyewe, lakini je umesahau, je kesho yake hautafunga? Kwa hiyo ni bora ukaweka nia hivyo moja kwa moja, itakuwa ni heri. Lakini swala la nia miaka yote hata mashehe wakubwa huko tunawajua sisi wametofautiana katika swala hilo. Kwa kila mmoja yeye atakapofanya bahati, ukifanya uchunguzi, ukimsikiliza shekhe huyu, wewe simama na msimamo wako tu. Kama unaona sawa kunuia kusema inshallah mimi kesho nafunga kila siku, kusema hivyo tabiha wa neema, wewe baki na msimamo wako. Wewe kama unaona sema inshallah nafunga masiku haya 10 inshallah Allah akiniafikisha kwa uwezo wake, baki na msimamo wako, maana hilo tayari limeshaongelewa na mashekhe wakubwa. Hao wenyewe mashekhe wameikhtilafiana, kwa hiyo wewe baki na msimamo wako. Shukran. Barakallahu fika Ustadh Yakub. Naam, tunaendelea na kipindi chetu. Okay, jana tulikuwa tunasoma ile hamzatul wasli. Naam, tukasema hamzatul wasli ile tuende nayo taratibu ili watu waweze kuelewa kwa umakini uliokuwa mzuri kabisa. Hivyo basi leo tutaendelea na mifano hiyo ya hamzatul wasli ili kuweza kupata kuelewa zaidi na zaidi kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, leo tutaingia katika mfano tutaendelea exercise zoezi la 10 katika hamzatul alwasli. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani tuwe hadhir, maana hapo nitahitaji watu waweze kusoma. Haya. Bismillahirrahmanirrahim. Haya, naonyesha screen hapo. Hamzatul wasli hapa.
Okay. Haya. Bismillah. Hii ndo Manyera zima Mike Manyera. hapa ni mifano katika Qur'ani ambayo imetolewa au imewekwa hapo kwa ajili ya hamzatul wasli. Okay? Tutaanza sasa hapa, tunaanza sasa. Kwa hiyo tunaanza leo, tutaanza juu kabisa katika wasomaji, juu kabisa huko. Anza na Alhaji Ngemae. Watu wajitahidi kusoma. Alhaji Ngemae, bismillah. Assalamu alaikum mwalimu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mwalimu samahani. Kwanza najiunga na hii mada. Kwa hiyo ningeomba leo msikilizaji, alafu nitasoma kwa baadaye kama nitapata nafasi. Haya, bismillah. Haya, anafuata Athumani. Athumani aweze kufuata. Wa dhakara isma rabbih fasalla. Hapa shehe wangu, hapa mwanzo kabisa umeruka. Wapi? Wewe umesoma ya pili. Hapa hivi ya kwanza Sheikh. Hii hapa ya kwanza. Ya kwanza kabisa. Okay, sawa, ushasoma. Wa dhakara isma rabbih fasalla. Kwa tunaona hapa hamzatul wasli hii hapa umeskip. Wa dhakara isma rabbih fasalla. Wa dhakara isma rabbih fasalla. Tunaona hapa kuna hamzatul wasli iko katikati. Kwa hiyo hamzatul wasli imeskipiwa, skip ameiruka. Sawa sawa? Okay. Mashaallah, hiyo imeeleweka. Haya, afuate Amani Masudi. Amani Masudi, soma neno la awali hapo. Amani Masudi. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Heri mwalimu. Alhamdulillah. Mwalimu ndo anaingia saa hizi hapa. Haya, shekhe ndo anaingia sasa hivi. Haya, afate Athumani tayari. Azizi, soma hili neno. Assalamu alaikum mwalimu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwalimu, hali yangu sio nzuri leo, siku ya 4 sijaingia darasani, nimejitahidi tu kuingia. Okay. Naumwa sana. Shafaaka Allah, la basa tahuru inshallah. Allah kuafu inshallah. Pole sana ndugu yangu. Bado msikilizaji tu, maana na siku 4 sijaingia. Sawa, inshallah Allah akufungulia hayo maradhi uweze kupona. Naomba nijaribu mwalimu. Haya, Amani, bismillah. Kwanza pole kwa ndugu yetu, Allah amfanyie mepesi. Amin inshallah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Nakalali akhira. Nakalali akhira waliula. Kama inaanza kuja sasa, rudia tena. Nakalali akhira waliula. Kuna herufi hapa unaisahau katikati. Kuna herufi hapo unaisahau Sheikh wangu. Okay. Nakalali akhirat waliula. Nakala, umeona kwenye kaf kuna alif kwanza. Okay, yes.
Umeona hapa ya Hebu rekebisha kuvuta. kama. Nakalali akhirati wal Nakala al-akhirati wal-ula. nakalal akhirati wal ula. Nakalal. Umeona hapo Naam, Hapa sasa umeona hapa kuna hamzatul wasli unaiskip. Na hapa ndio akhirati wal pia hapa kuna hamzatul wasli ambao pia umeiskip. ndio Nakala al-akhirati wal-ula. nakalal akhirati wal ula. Akhirati. Akhirati. Akhirati Wal-ula. wal ula. Sawa, mashallah. Safi kwa kujaribu. Cloudy. Shukran. Haya tusome hapa. Some hapa. Bismillah. Wadaka. Hili neno dada yangu, hili neno. Hili hapa. Wapi? Hili hapa. Okay. Fali mu da nalati man. Rudia tena. Fali mu da nilati man. Hapa kwa nini unasema ni badala ya b? Hii hapa ni b, usiseme mi. Hii ni b. Fali muda baliti. Ngoja nikusikia. Shehe, samahani kidogo kabla hujaanza. Ndio. Nijaribu mwalimu. Kwenye hilo neno moja, hilo alilokuwa nasoma dada. Na shida kidogo, hata mimi naweza kuchanganyikiwa. Neno la irabu ya mwisho. Naomba nijaribu mwalimu. Afwan, ngoja kidogo Shehe atoe maelekezo. Ile herufi ya mwisho baada ya alifu hamza fataa. Ile herufi ya mwisho. Ndio. Kuna fataha mbili, ile fatahatain na kuna sakna. Swali langu linakuja. Ana herufi gani na gani inayokaa kwenye hizo? Kuna mim na re au hiyo ni ain? Sijajua, hapo ndo nataka nijue utofauti wa hizi sakna na fatahatain. Hapa hii herufi ni ipi? Ziko herufi mbili au moja? Okay. Hapa ziko herufi mbili. Herufi ya kwanza ambayo wewe umeuliza ni mim ina sakna. Alafu ya pili ni ra yenye fathatain. Herufi ya kwanza ambayo wewe umeuliza ni mim yenye sukun. Herufi ya pili ni ra yenye fathatain. Inshallah, mpe dada aendelee. Haya dadangu, jaribu. Bismillahirrahmanirrahim. Falmudabbirati amran. Okay, mashallah. Umejaribu vizuri, lakini sijaridhika na usomaji wako. Kuna kitu hakijakaa sawa.
falmudabbirati amran. Falmudabbira. Kwenye dal usivute, kwenye ba eka shadda, kaza. Falmudabbirati amran. Amran. Falmudabbirati amran. Falmudabbirati amran. Falmudabbirati amran. Okay, umeona hapa sasa hii. Dada Claudi nadhani pia unanisikia. Fal, umeona umesha skip hapa kitu. Fal mu da bi ra ti am ron. Sasa ndio inasomeka hivyo. Okay? Haya, focus. Somea hapo. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika humul kafaratul fajr. Ulaika humul kafaratul fajr. Ulaika humul kafaratul fajr. Okay? Sawa. Hapa kuna hamzatul wasli, Sheikh ameiskip, na hapa kuna hamzatul wasli, Sheikh ameiskip. Humul kafaratul tul fajaratu, ameskip. Okay, mashallah, barakallahu fik. Aya. Aje Haruna Mnyampanda. Mwalimu samahani, ungerudia kuisoma vizuri yo? Hebu soma Mwalimu, ningependa uisome kwa sababu hii te sisikii mwishoni ukitamka hii te. Soma tushe. Usijali. Mwalimu, soma wewe mwalimu. Ulaika humul kafaratul fajaratu. Au ukiwa unagongea huko mwisho utakuja kusoma ulaika humul kafaratul fajara. Unaweza kaishia kwa re tu, ndio maana ikawa hii ni ta marbuti. Tutakuja kuangalia huko mbele insha Allah. Ulaika humul kafaratul fajaratu. Ulaika humul kafaratul fajara. Sawa? Sawa. Okay. Haya, tuendelee. Haruna Mnyampanda. Bismillahirrahmanirrahim. Idza baqatha ashqaha. Rudia tena. Idza baqatha ashqaha. Rudia tena, Sheikh, kuna kitu kijakaa sawa hapo. Idza baqatha ashqaha. Haya, hapa kunaona hapa kuna nun, lakini kuna kimimu fulani kiko hapa juu. Naam. Hii mim inakuwa ni ya kuimbia au ya kunung'unika. Kwenye tanwini, kwenye nini huko, kwenye ahkami tajwidi kuna maana yake. Umeona? Idhin ba'atha ashqaha, yani unainung'unikia from nasal, kutoka kwenye pua. Idhin ba'atha ashqaha. Idhin ba'atha ashqaha. Sawa? Idhin ba'atha ashqaha. Rudia. Idhin ba'atha ashqaha. Ba'atha.
idhin ba'atha ashqaha. Kwa hiyo hapa tunaona hamzatul wasli umeiskip hapa, baada ya dhal tu hapa kuna hamzatul wasli umeiweza kuiskip. Mashaallah, barakallahu fik. Okay, baada ya huyo anayefuata ni Hawa Siri. Tusome hapa. Tujitahidi jamani, tuchangamke, kila mmoja aonyeshe juhudi na jitihada. Yaani unatakuwa unasoma hapo unasema kweli nimeiva. Hawa Siri. Mwalimu. Mwalimu, sasa hivi samahani, maanake jana sikuingia na leo ndo naingia hapa. Hata bado sijajua wapi mlipo. Hata jana sijajua mmefanyaje. Naomba nisamehe tu hapa. Haya, Hawa Ntunda. Bismillahirrahmanirrahim. Naam, bismillah. Fa'arahul ayatal kubra. Rudia tena. Fa'arahul ayatal kubra. Usivute ya hiyo. Fa'arahul ayatal kubra. Fa'arahul ayatal kubra. Fa'arahul ayatal kubra. Fa'arahul ayatal kubra. Usiseme ayata. Ayatal kubra. Fa'arahul ayatal kubra. Bado. Ayatal. kubra. Fa'arahul ayatal kubra. Fa'arahul ayatal kubra. Bado tena nasema kubura. Kubra. Ayatal. Fa'arahul ayatal kubra. Safi kabisa, mashallah, barakallahu fik. Aya anayefuata asome Juma Joseph. Juma Joseph, soma hapa. Anayefuata naona Juma Joseph hajaa tayari. Manyera. Bilwadi al-muqaddasi. Bilwadi al-muqaddas. Mashallah. Bilwadi al-muqaddas. Mashallah, barakallahu fik. Okay, Muksin Ayube. Some hapa. Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Fadkhuli fi ibadi. Rudia tena, relax she, usio na haraka. Fadkhulu fi ibadi. Fadkhuli fi ibadi. Fadkhuli fi ibadi. Tena. Fadkhuli fi ibadi. Allah, barakallahu fik.
Anayefuata baada ya she hapo ni nani? Baada ya Muhsin, Mwasiti. Bismillah. Mwasiti. Tujitahidi jamani, tujihimize. Yaani ukisoma hapa unajua kabisa hapa nimeiva. Rudia tena, rudia tena. Jiamini, lazima ujiamini. Kosea uelekezwe. Twende. Waburrizatil jahim. Dada yangu, naomba niambie ugumu ulikuwa wapi? Ni kwako hapo. Kwa nini umeshindwa kusoma? Naomba sababu 3 zilizokufanya ushindwe kusoma ile neno. Mwalimu, hii lamu ambayo imeunganika na hapa nitajua ni alif. Okay, kwa nini umejua hivyo? Kwa nini lam, kwa nini alifu iunganishwe na he? Ushaona wapi? Au tulishe kusoma wapi? Sijawahi kusoma. Haya. Hiyo imekuja tu kichwani kwako. Sababu ya pili kwa nini umeshindwa kusoma? Hamna. Neno la kwanza pia umeshindwa kulisoma ile inavyotakiwa. Kwa nini umeshindwa kusoma? Kwa nini umeshindwa kusoma neno la kwanza pia? Kuna shida gani? Herufi gani ambayo hauijui hapo? Kazi ya shadda unaijua? Ndio. Haya, nakupa nafasi nyingine ya kusoma neno hapa chini. Usome inavyotakiwa. Ukishindwa nitakupiga faini. Haya, twende. Hatuna muda wa kutosha. Walqadi. Unasema? Walqad. Walqadi. Twende, jitahidi hapo. Twende, jitahidi. Riahu. Twende, jitahidi. Okay. Hapa neno ulosoma hapa waburrizatil jahim. Hapa ulishindwa kusoma neno ba dhamma bu ra shadda kasra ri waburri kwangu. Ustaz, salamu alaykum. Wa alaykum salam. Ubao sioni. Network. Ubao sioni. Network kwako. Sawa. Burrizatil jahim. Kwa hiyo hapo ilo neno nadhani ulikuwa limekusumbua. Haya. Mwasiti Sadi. Soma ile neno. Okay, Nasra, soma ile neno. A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
ولقد رآه بالأفق المبين. Rudia tena. ولقد رآه بالأفق المبين. Safi kabisa. ولقد رآه بالأفق المبين. Dada Mwasiti, nadhani unaona. Hii ni wawu. Hii ni lam. Wawu yenye fatha. Lam yenye fatha inakuwa ni wala. Qaf yenye fatha inakuwa ni wala qa. Dal yenye sukuni inakuwa ni wala qade. ولقد رآه بالأفق المبين. ولقد رآه بالأفق المبين. Zingatia hilo. Okay? Momberae, buhure. Buhure. Mwalimu samani. Hiyo hiyo iliyosomwa. Naona kama B hatuja skip hapo. Ipi hiyo? Baada warakade la hau hiyo B tena kama itakuwa tu skip. Okay, B so neno la kuskip, ya kuskip mbele yake hiyo ni alifu yenye kama sekna juu. Mwalimu nasikika hapo. Ngoja mara moja nimuelekeze Sheikh Alhaji. Naam mwalimu. Wewe unaelewa neno la kuskip ni lipi Sheikh hapo? Baada walakade la rahau. Bek sarabe. Ndio. Naona kama ina ile saimbo ya amzatul wasil naona juu yake hapo. Hiyo sasa ndo tuna skip. So B hatu skip, B tuna mention. Tunachokiskip ni hicho, hiyo alifu yenye kama hamzatul wasli juu yake. Okay. Mbona zime. Sawa. Umeelewa Mufti Nimekuelewa. Sawa Darwesh. Mwalimu samahani mara moja. Kwenye hili neno linavyosomwa nasikia naomba nisaidie kulisoma na mimi nilielewe vizuri. Wapi hapo? Nasikia mnasema walakadi raau la raau. Nasikia kama mnasema walakadi raau. Raahu. Ahu. ولقد رآه بالأفق المبين. ولقد رآه. Hiyo ni alifu, alafu mbele kuna alifu pia ya kusimama. Walaqad raa. Tuko pamoja? Tuko pamoja, shukrani. Safi kabisa, mashaallah, alhamdulillah. Buhere ushasoma. Haya, Ramadhani Alifa. Bismillah. Asatirul awwalina. Haya, twende haraka. Asatirul awwalina. Asatirul awwalina. Lakini kama utagomea huko utakuja kuona asatirul awwalin. Asatirul awwalin. Mashallah, barakallahu fik. Sauda, maneno yalofuata. Kitabal Malizia kidogo ngweze. Abrari. Kitabal abrar. Kwa nini unasahau alifu kwenye Abrari. Kitabal abrar. Kitabal abrar. Okay, mashallah, barakallahu fik.
Sharifa. Tumeishia hapo. Tumeishia hapo kwenye kusoma hamzatul wasli. Hapa tumekuja pronounce. Kule ni skipping, hapa ni pronounce hamzatul wasli. Kwa hiyo hapa Sheikh samahani. Naam Sheikh. Mimi na shida na ninajua kabisa huu mtumwa wanafunzi wengi. Lakini ninachotaka kusimamia kwa upeo wangu mdogo, nimegundua kwamba tuko karibu makundi mawili. Kuna kundi ambalo walishawahi kusoma madrasa au walisoma wao wenyewe, kwa hiyo wanatafuta ufasaha wa kusoma, japokuwa waliacha labda kwa shughuli maalum wakajikuta wamesahau kidogo, ndo wako humu. Na kuna wale ambao kama sisi ndio tunaanza, tunaomba watuvumilie kidogo kwamba hili somo ni gumu sana. Ndio maana unakuta mtu anasoma anashindwa kujua hapa pakoje, hapa pakoje. Kwa hiyo tunaomba uvumilivu wao, ili kama kuna uwezekano. Bahati mbaya naona wengine hawajaja leo hapa. Tuna watu kama 21. Sasa wengine watakapokuja kesho na wao watasema hawajasikia. Lakini ambao tutakao kuwepo, naomba turudie ili somo hata kesho. Inshallah. Shukran, barakallahu fik inshallah. Naam. Salamu alaykum. Alaykum assalam wa rahmatullah. Mimi nauliza pale iliposoma wala qadira pale ile neno la mwisho ni lubin au, hebu turudi pale kidogo. Bili na kasara. Ni lubin. Maana kama lamdo melu hapo Lubin. Wala qadira ahu bil mufuqil lubin au ni lubin. Lamdu melu hilo ni hisbana, lamdu melu ni lubin. Au mina naona baya. Hapo wala qadira bil ufuqil mubin. Hapa ufuqil, umeona hapa kuna hamzatul wasli, alafu kuna lam yenye sekna, alafu kuna mimu yenye dhamma. Kwa hiyo hiyo sekna ni alamu. Naam. Sasa nilikuwa naona labda hiyo sekna ya mimu. Hapana. Ndio maana wakasema ufuqil. Bado wana kama mimu, naona mimi kiona mchoro kama mimu ndio imeanza. Amna, imeanza lam afu ikaja mimu. Mashallah. Mashallah, barakallahu fikum. Haya, tumeishia kwa Sharifa Sauda. Kwa inshallah kesho watakaobaki tutaanza nao inshallah, alafu tutaenda moja kwa moja kwenye ku-mention hamzatul wasli. Ku-mention hamzatul wasli, lakini kwa utangulizi tu. Ku-pronounce hamzatul wasli. Anakwambia hamzatul wasli will be assigned with dhamma. Itakuwa imeasainiwa kwa dhamma, yani itatambulikana au itajulikana au itakuwa inawakilishwa na dhamma. Dhamma maana yake ni dhamma ile fatha, kasra, dhamma ile dhamma. If the third letter of the verb is has dhamma, itasainiwa na dhamma. Kama herufi ya tatu ya tunasema verb si ni kitenzi, itakuwa ni nini? Ni dhamma. Kama herufi ya tatu itakuwa ni ya kitenzi, itakuwa ni dhamma, basi hamzatul wasli itasomwa kwa dhamma. Sio, tunaelewana? Sasa sioni kabisa. Rudia ustazi. Assalamu alaykum.
Wa alaykum salaam wa rahmatullah. Kwako network. Nataka ni kuongea nawe kabla kwenye idea yangu kabla sija. Kwako. Una network. Wow. Sawa. Sawa, Sheikh sema. Mwalimu anasema tu kwa maana hamzatul wasili inaiba ile dhauma ya inayokuwa kwenye tenzi ya 3. Inaiba na badala yake sasa tunaitamka, kwa hiyo itakuwa ni u sasa. Badala ya a itakuwa ni au, ndo nimeelewa tofauti. Sasa utaisoma kama u. Kwa hiyo ni formula hapa. Hii ni formula. Okay. Kwa hiyo Alaykum salaam. Mwalimu, labda nikurudishe nyuma, inawezekana mimi nimechelewa darasani, lakini nakumbuka jana ulipokuwa unatoa introduction ya hii hamzatul wasili, tuambia ina cases mbili. Kesi ya kwanza to be pronounced na kesi ya pili to be skipped. Sasa binafsi sikuona, labda sijajua nimechelewa kana ya to be pronounced. Naomba tuongee ya kesi ya kwanza. Tuelewe vizuri. Naam, Sheikh. Mwalimu, labda turudi kwenye ule mfano tuliokuwa tunasoma leo ili swali lake tujaribu kuliangalia pale. Mwalimu. Naam. Swali langu ni kwamba jana tulipokuwa tunasoma mwanzo wa hamzatul wasl ulituambia ina njia mbili ya kupronounce. Kesi ya kwanza to be pronounced, kesi ya pili to be skipped. Mpaka pale kwenye ile jedwali ikawa limeonyesha. Sasa jana tulianza hii to be skipped, ndio tunaendelea nayo mpaka leo. Sasa nikataka kujua pia hii ya to be pronounced yenyewe mifano yake ikoje. Labda mimi nichelewa, wenzangu wako wamesha capture, umewaelekeza, mimi sijaelewa. Hii ya pronounced hatujasoma wala mifano yake hatujatoa. Nimetoa tu formula hapa. Kwa pronounced ndio inaanza na hii formula hapa, sio? Kwa hiyo hata kule wao wameanza na skipped. Wameanza na pronounced na skipped, lakini kwenye mifano wakaanza na skipped. Sasa hivi wamekuja na pronounce. Kwa hiyo na wao pia wameenda vice versa. Ala. Basi hapa nimekuelewa mwalimu. Kwa hiyo Sheikh hapo alikuwa anaelezea. Kwa hiyo hapa tutatumia dhamma ikiwa herufi ya 3 ya kitenzi imeenda na dhamma. Tutatumia dhamma kama herufi ya herufi ya 3 ya kitenzi imeenda na dhamma. Kesho inshallah tutaangalia inshallah mifano yake. Kwa wale ambao hawajasoma, kesho tutasoma, alafu tutakuja kupiga mifano ya pronounce hamzatul wasli inshallah idha arada Allah taala. Naomba niishie hapo. Samahani Sheikh, unaishia hapo, lakini kuna kimoja. Kuna bwana aliwahi kuuliza namna ya kusali sunna wanazinuiaje zile za usiku. Kipolo kinaweza kulala na kikaliwa. Ninaomba uende ulishughulikie hilo, utupe jibu kesho kabla ya kusoma. Inshallah, Allahumma amin inshallah Sheikh Yakub. Mwalimu, samahani kwa ushauri. Naam, ushauri. Kuna watu wananyosha mkono muda mrefu sana. Nilikuwa naomba wewe unapitia pia kuangalia kwenye mikono watu wananyosha muda mrefu. Kwa sababu wengine hawataki competition za mwalimu samani. Okay, sawa, hakuna shida. Nitalifanyia kazi haya dada hawa. Mimi nauliza tu kwamba darasa la jana ulirekodi, maana labda niliangalie. Lipo. Inshallah. Okay. Jamani, inshallah haya yote ambayo mmenikumbusha inshallah nitayafanyia kazi biidhnillah. Kuanzia swali hilo na mikono na mengineyo inshallah biidhnillah. Kidogo lakini naona kuna mwangaza. Hata wale ambao wanakosea
lakini wanakosea kwa kuweza, so wanakosea kwa kutokuweza. Mashaallah, Allah abarik, Allah alipe kila la kheri, Allah afungulie milango ya ufahamu zaidi na zaidi inshallah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. رب زدنا علما ورزقنا فهما وجعلنا علما نافعا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك وأتوب إليك.